Yes, mambo ni vipi say, mambo ni aje? Is a vibe check again, karibu tena. Nimerudi tena for the second time. I say niko na vibe nyingi mbaya. Sijui semeje tu. Afu niko na vibe funny sometimes unakuwa kama uko peke yako tu lakini unakuwa unaenjoy, yani unajisikia kama ile high, you have some energy, unajua zile. So niko na energy ya high, niko na high energy. Yaani niko na mzuka man, au sio? Niko na vibe nyingi sana. Kwa karibu tena kwa the vibe check. Niko hapa, call me Baida. Au sio? Vibe check, ongea na mimi. I'm just here to talk nawe, nazungumza nawe. So niko na vibe juu sana, unajua mpaka sijui nitamalizaje leo, lakini sio mbaya kwa sababu niko na wewe, niko kwa ajili yako. I'm just here for you. You know what I'm saying? Yeah, kama hivyo. Unajua last week na kipindi kilichopita pia niliwaambia nini is about vibe check. Vibe check iko vipi? Ina kitu gani ndani yake? Umeona? Nikazungumza vitu kama hivyo, lakini pia nikazungumza masuala fulani ya changamoto ambazo zimekuja kama creative content. Kama content creator, na mnapenda hapo nikichapia. Umeona? Kwa hivyo leo niko na vibe tofauti kabisa. Kwa sababu ni mara ya kwanza na nitakwambia kwa nini nimerudi tena hapa. Nipo kwa ajili yako wewe. I'm just here myself, but I know kizazi, umeona, inakaa poa. Vibe check, ongea na mimi is a second season au tuseme second episode. Niko hapa na mauzui mengi sana. Sasa leo tutachimba man. Yani leo tutachimba tujue vibe limekaaje. Nijue pia wewe vibe lako limekaa vipi. Vibe langu mimi kama unavyoona 99% kama rapture. Kwa hiyo nasubiri 1% yako moja tu kwenye comment kidondoka hapo chini, mbona inakuwa poa zaidi. Afi nakaa kizazi. Kwa hivyo tufuatilie pia kwenye social media za kwetu bana, inakuwa poa. Tunaweka vibe safi. Vibe check kwa TikTok, vibe check in Instagram. Lakini kwenye Instagram tunaita vibe check TZ. Kwa hiyo dondoka pale nini, ishi na sisi na kaa poa. Huko TikTok pia dondoka na sisi, vibe check unaishi na sisi. Umeona? YouTube pia wewe search tu vibe check pale, utapata ile kipindi letu ndani ya the vibe sphere pale. Kizazi sana. Bana, story nyingi bana. Leo tuko kama kawaida yetu, sisi tunakuwa na chemba kama 2 za muhimu sana. Umeona? Chemba moja ni chemba ya maisha. Umeona? Session segment hapo hiyo nakupa stories za maisha, nakwambia nini ambacho kipo kwenye maisha yetu na sanaa labda, au nini kipo kwenye maisha yetu na mtaa. Lakini hapo tena na hama na kuja huku mtaani kwetu. Sasa nakupa vibe la mtaa. Umeona? Vibe la mtaa imekaaje? Vibe la mtaa inafuata nini? Inakwenda trending au inafuata kitu gani? Kwa hivyo niko hapa Baida, as I tell you, niko hapa kuzungumza na wewe. Vibe check, ongea na mimi. Vibe check, ongea na mimi. Kwa sababu nazungumza na wewe. Kizazi sana. Fresh, tunabaki hapa. Sasa ukienda mtaani bwana, unaweza kukutana na watu mwanangu wako mpela mbaya. Yaani kila mtu yuko mpela, yani unajua zile wana hype, wanakuambia wenyewe. Wanapenda kuhype watu, wanapenda kuhype kinoma noma, ni kwamba sijui nini jamani, unaona? Kila mtu anajikuta kama yeye ndo ana vibe kuliko mwenzie, umeona? Lakini kila mtu pia anajiona kama yeye anaweza, umeona, kumfurahisha mwingine. Hilo ni vibe. Hapo nakwambia kwamba ni the way people wana hype. You hype, umeona? Ndio maana pia kuna kwa gana zile kama mashindano fulani hivi, jamaa who the best hyper, umeona? Yaani mtu fulani wa kupoa, sio kupoa, sio kupendeza, it's about vibing. Kwa hivyo ukiingia mtandaoni sasa, uko ndani, sio Instagram, sio TikTok, kuna story moja ambayo inaendelea uko ndani. Ni masuala fulani ya vita hivi. Sasa hii vita hiyo unajua hii ina vibe moja mbaya, sikufichi. Unajua vita sio kama mara ya kwanza zinatokea, tunaona vitu vinatokea, vina happen kila siku. Vita pia zipo kwenye familia, mitaani, watu wanapigana mabeto, unajua zile. Hizo ni vita mura. Lakini vita hii hapa sasa hii ambayo imeingiliwa, umeona? Bora ni vita ibaki peke yako mwenyewe mnafanya ya kwenu, lakini kuna huyu jamaa mmoja huyo, umeona? Najua mshamfahamu. Ametrend kinoma mtandaoni huko. Kwanza ameanza picha lingine kule mingia nchi ya watu, akamchukua mtu wa watu man, akaishi naye. Watu wakaona fresh bwana, is about power, unaona? Lakini sasa hivi tena ameingilia wapi? Hapa kati hapa Irani hapa. Ameingilia zile pigo. Lakini sio kama kaingilia tu, inabidi ufahamu cha kwanza kwa nini imekuwa vile. Kwa sababu watu kule pia ni kama wameuliwa vibe lao, lakini design kama watu wengine mbona kama wana vibe tu, unakuta wako barabarani wana bang tu, bomu linadondoka kule wana bang, lakini kiuhalisia this is not normal.
Umeona? Hii kitu imeharibu vibe la watu wengi sana, pia hata masuala ya biashara, masuala ya everything. Kwa sababu tunamzungumzia hapa Marekani, sitaje jina la huyo mtu, unajua tunamzungumzia Marekani na shobo zake. Kwa hiyo anaharibu vibe za watu wengi sana. Na sio tu kwa sababu ya shobo, hapana. Yeye mwenyewe pia kwenye yale maeneo ambayo tuseme Iran, si ndio? Ana sehemu zake mule. Umeona? Ambapo sasa yule rais ambaye ameondoka duniani alikuwa naye anafahamu hizo sehemu, lakini sasa huyu jamaa yeye akawa hajali, si unajua zile, akataka yeye ni kuharibu. Sasa wewe huko Marekani anakuambia bwana kwa sababu hata juzi kati hapo unaambiwa ni huyu na nani wa defense wa Marekani anakuambiaje kwamba popote pale utakapokuwepo man yani haiwezekani, yani hata kama una vibe design gani, una power design gani, anakuambia bwana popote pale ulipo ukimwangusha Marekani yoyote ile popote unaambiwa ushasoma aisee watakusakama, watakutafuta sehemu yoyote ile. Sasa hili vibe linasumbua sana katika mitandao ya kijamii. Umeona? Na sijui wewe unaongea vipi juu hili kitu. Sio kitu kipya, unajua kuna vitu vingine tunapenda tu kuviweka kwenye mstari, lakini ni vitu ambavyo vinatokea every day. Lakini sababu kuu watu wengi nakuta wanaweza kawa hawafahamu nini ambacho kinaendelea. Umeona? Lakini ukweli ni kwamba it's about power tu. Yani it's about power. Yani hakuna kitu kingine. Haya, zungumzie tena huyu jamaa ambaye umemkamata tena huko. Nani alimkamata hapo? Ni nani? Huyo jamaa Marekani. Kamkamata yule jamaa na akampa kesi kibao. Yule jamaa kweli ameua watu naambia karibia buku 2 hivi. Watu na mabebu yao mzee. Yaani wewe uko chill hivi umepoa, afu jamaa hana tattoo hata moja. Hana hata tone la tattoo maji. Lakini watu wenye nywele msokoto unaweza kaambia wana tabia mbovu nini. Wewe umechukua tattoo yako pale love mama, inaonekana wewe ni gang nini, lakini hata bastola hata hujui man. Ana unachokijua siku kwenye swala ya gang hamna chochote. Kwa hivyo ni vibe tu, the way mtu anavyo vibe nini, ongea na mimi, anaongea na wewe, basi inaonekana kama oya zile so issue. Lakini sio kweli. Sasa huyu jamaa amemchukua pale, wamemvamia nini maskani yake pale nini, wakafanya yao. Umeona sasa huyu jamaa mwingine ambaye amemchukua hapo anaitwa nini? Elimocho nani sijui jina lake, mtu alijua vizuri tu huko. Umeona? Umemdaka kwamba ana tabia gani? Ana tabia za ajabu. Jasusi kabisa yani. Yaani biashara za watu mchizi yumo. Madawa mchizi yumo. Sijui biashara za watoto sijui kufanya nini yumo. Umalaya sijui umefanyaje watu wakubwa wanataka nini yumo jamaa. Umeona? Na magenge ya kibabe mzee, kwa sababu hata alivyokamatwa pale nini ilivyotokea kwenye mazingira yake. Unaona? Ni wake mwanangu kaingia mtaani akaanza kukinukisha. Choma sijui magari sijui maeneo fulani choma. How comes unajua zile shobo nyingi za huyu mtu ambaye ni nini Marekani anapenda kuingilia nini? Anapenda kuingilia sana vitu vya watu. Lakini pia tusizungumzie tu Marekani kwa sababu tukaenda kwa ukubwa. Ila uongozi wa sasa hivi wa Trump ni wa kibabe kifupi. Umeona? Jamaa ana vibe fulani la kibabe, anaga muda kuongea na mimi. Anachokisema nini lazima kihappen. Anazingatia kodi muone. Na kweli hataki mchezo. Wewe inabidi ujiulize pia. Umeona? Jamaa hapo nyuma alikuwaga rais. Umeona? Alikuwa president. Akaja mwanangu aka drop down. Aka drop down nini? Story nyingi za ajabu nini umempa nini unajua zile. Lakini mchizi babu katoka chini mwanangu, kutoka chini kuja juu tena kaja kuwa president tena. This time around sasa huko. Unadhani huyo mtu atakuwa ni mtu wa kawaida man? Lazima atakuwa na vibe fulani hivi like yeye tu anaelewa nini anachokifanya sasa. Yaani yupo kwenye mission maji. Haya, achana na hilo tena huko kumtandaoni tena. Juzi tu hapa tena kimeumana, si ndio? Kabla ya Iran hapa nini ya Iran hapa kuna yule rais yule nyuma kabla ya nini umeone, na yeye aliingiliwa kwenye mazingira yake wakamchota. Na unaambiwaje babu?
Yaani sema mbona kama amejificha yule jamaa pale sasa. Yule rais wa Venezuela kitu kama hiyo. Babu unaambiwaje babu? Yaani yale mazingira babu alikuwa na ulinzi mmoja wa kibabe. Unaona? Kulikuwa na ulinzi ambao mwanangu na vibe ambalo litahitaji kuongea na wewe. Lakini uweze amini wazee wamepenya afu kimya watu ukiwa wanaendelea na harakati zao. Wamedondoka mpaka ndichi nini mpaka ndani nini wakamchota muone pale nini na wife wake. Yaani bila kelele. Unaona? Kwa sababu tu nini? Ya power walikuwa nayo. The influence. Kwa sababu sasa hivi babu unaambiwaje? The only thing ni nini? Yaani wewe ukiona nguvu ya ushawishi maji. Haujalishi una pesa kiasi gani. Kwa sababu hata hao ambao wamedakwa na mchizi wana mazingira poa sana kwenye masuala sio ya doo, si masuala ya hela nini hapa wana connections za kibabe. Lakini ile mambo akisema kwamba hicho kitakiwi babu haiwi kweli. Systems. Ndio maana hata yule president pia alikuwa anakataa kufuata systems zao. Na ukiangalia pia hata ambaye amemwangusha hapa Iran naye alikuwa hataki kufuata nini system. Mfano mzuri pia unakuja kwa faza yetu hapa nini hapa nchini naye alikuwa na system yake tu, lakini hivyo potezwa mani kwenye lamani. It's about vibe check. Say ongea na mimi naongea na wewe unazungumza na mimi kupitia comment hapo chini, kupitia kushare hii posti, kupitia pia kusubscribe na kufollow account zetu za vibe check popote pale. Inakaa poa. Alafu ukidondosha comment na ukizungumza ni kitu gani labda ni examine nacho deep zaidi kwenye nini? Kwenye hapa stories za mtaani au za nini? Hii nikizungumzia hapa kati. Nizungumzie muziki fulani leo trend pale au video fulani leo trend, lakini tutaangalia ndani ya hiyo wiki nini ambacho kinasumbua. Na tunaona sasa hivi kwa wiki zilizopita hapa tunaona vita ya Iran na Israeli pale wakiwa na collab na Marekani huko. Ndio kitu ambacho kimekuwa ni headline sana kwenye social medias. Haya, sijui wewe mtazamo wako uko vipi, lakini hitimisho kwenye hili mimi nakwambia vipi, najua dunia bana ina system. Kuna watu ambao wana control this continent. There are people who are sitting down planning each and everything in an economical way, agricultural way, educational, in each sector they are doing these things. Na unajua impact yao iko vipi, they know it. Kwa hivyo vibe lao la kwao kweli, lakini unavyoleta kwetu sisi tunakuwa kama tunalicheki tu. It's about vibe check. Unajua zile what's happening, what gonna happen, but sisi ndo tunajiuliza, lakini they know what is gonna happen. Kwa sababu Putin naye unaambiwa alilaani kifo cha yule rais kufariki kuvamiwa na kuua, alilaani, lakini yeye mwenyewe pia na mishe zake za kibabe nyingi tu. Sasa namna gani inakuwa hivyo? It's about system. So hivyo tunaishi kwenye system ambayo tayari imeshakupai, lakini kuna baadhi ya watu pia hawataki kuishi kwenye hiyo system kwa sababu tayari umeshafahamu na unajua kabisa this is gonna be happening like this or like that. Kwa hivyo unajitahidi kidogo kujiepusha, lakini kila mtu anajipanga kina namna yake. So inakuwa vita tu mura. Inafika kipindi inakuwa ni vita tu mura. Umeona? So vibe inakata kiivo, afu inakuwa sio kipolepole. Si unaelewa? Kwa hivyo kingine bwana, nikwambie kitu moja tu kwenye hitimisho hapo. Usisubiri bwana kitu kitokee. Umeona? Usisubiri kwamba kitu ki happen. You just have your own strategies, have your own, umeona? Hivi mtu akija kikuclash but tayari wewe una misimamo yako, lakini sana kuclash, lakini unaanza okay sawa nitakufuata, okay sawa, unajua zile unaua vibe man, unakuwa na low energy utapungua energy maji. Unaona? Kwa hivyo haya tu yaache kama yalivyo, kwa sababu tayari hao ni watu wakubwa, wanafahamu wanachokifanya. Umeona? Hizo social media pia zisikupumbaze sana for sure. Mitandao ya kijamii isikupumbaze, si unaona si bomo limepigwa limefanyaje, si unaanza nini? Yaani ufanya hivyo kwa sababu ya hivyo, na media ziko kwa ajili ya hivyo kutuonyesha nini hayo mambo, tuone, tuogope, tujisikie, unajua zile. Lakini mbona zamani mambo yalikuwa yanatokea tu tuambiwe afu tunaishi poa tu, lakini kuambiwa sio kitu poa for sure. Haya,
tunamaliza hapo. Naondoka sasa. Naondoka na hema vita na acha mtandaoni huko yaliko huko na huko. Tuombe, unasema ja bless nini, lakini hakunaga. Kumbuka sasa. Huu ni mwezi gani? Mwezi mtukufu. Wenyewe wanaita. Na hao wanaopigana ni watu gani? Umeona? Tukienda kwenye walisia hapo, umeona? Wenzetu wamevamiwa, wenzetu wa Kiislamu. Na hapo kwenye mwezi gani? Haya. Atashuka huyo Sagodi. Kwa tuamini tu, si ndio? Vitu vingine mimi nakwambia elewa tu, usipende kuamini. Naondoka sasa mwenzio hapo, nakata kona ya kwanza, kona ya pili hapa Bwilu, kona ya nyingine hapa ya kati ya wapi huko mwanangu Buswelu, kona ya ngapi huko naingia Tegeta mwanangu Nyuki, kona ya mwisho pale mwanangu naingia Mbagala Rangi Tatu. Oya, mtaani sasa huko Buza sijui wapi kule nini. Hapo chini ukikata kona mwanangu kuna kuja wapi huko, unakuja huko mabibu kidogo kushuka chini pale mwanangu. Na ni kwa tumbo pale nani hapa Tandale mwanangu unaingia hapa kati unaingilia kubaka usisinza mwanangu na maliza midia yote mitaa hiyo. Unaona? Lakini nikisha baada hata kama nikiondoka mitaa yote naingia hapa nashuka stendi nda. Wapi unajua hiyo Maganzo hiyo nikiingia hivi nda kwa Taisoni nikiingia hapa kidogo naingilia sokoni hapa nakata kona hivi shwa. Natoka nje ya soko mwanangu imetokezea wapi unajua hapo? Kwa Dani Msimamo huko mtaa wa Saloni huko nanyosha. Nashuka chini mwanangu hapa kama nataka niende wapi Chafu Pose hapo kwa kina Zungu Bahei hapo mtaa. Wanauza sana samaki mtaa wetu mwanangu, tunaachana mitaani. Nikishuka tena kidogo hapo kuna Gulioni kidogo, nikienda kidogo tena huko Masagala. Oya kizazi sasa niko mtaani sasa. Umeona huko mtaa kuna nini sasa? Huko mtaa kuna nini unajua? Ngoja nikwambie kitu mtaani kuna kitu gani sasa hapa. Mtaani kuna kitu gani? Ngoja nikwambie mtaani kuna kitu. Kwa sababu mtaani kuna vitu vingi vinatokea. Unajua zile. A lot of things happening. Ila sasa hapa mimi napenda kana kuletea tukio tu moja. Unaona, afu tulizungumzie pamoja. Itujue kabisa jicho la mtaa limekaaje hili. Umeona? Mtaa umesemaje? Sasa hivi kuna kitu kimoja ni kuhusu wasanii. Umeona? Kwa nitazungumzia pia msanii mmoja. Ujifunze kitu. Kupitia huyu msanii utajifunza kitu kimoja. Wasanii wengi wanapenda kufuata trending maji. Unaona? Wasanii wengi wanapenda kuonekana on top. Lakini sio kuonekana tu on top, kuonekana kama wanajua kufanya kitu in a perfect way na wao ndio the best. Unaona? Usiache kujikubali. Na usisubiri mtu aje akurate kwamba wewe you are the best artist or the best nani. Usisubiri hivyo. Namzungumzia Disaster Vina. Avina bwana ni msanii ambaye yeye ameamua kutengeneza misingi yake mwenyewe. Unaona? Vina hana muda wa kusema kwamba sasa hivi wiki inaanza kufanya media tour. Vina hana gari time kwamba sasa hivi sasa kimetwende kile kitu fulani kile. Ngoja nikimbie kile. Unaona? Ngoja nikiingizie vocals, sio nikiingizie ni anaga huo muda. Unaona? Kwa hivyo Disaster sasa yeye ameamua vipi unajua? Kutengeneza muziki kwenye style yake yeye tu. Hana muda kuanza kufikiria kwamba sasa hizi trending mwanangu iko juu. YouTube siku hizi inalipa mwanangu. Sijui amna man. Anafanya vipi muziki wake? Haya, mimi sasa hivi naingia studio, natengeneza muziki. Naandika vocals zangu naweka. Nafanya nyimbo bila collab ya mtu au nimefanya na collab na mtu. It doesn't mean kwamba sasa hivi ana trend nani, Zungu au ana trend nani, ana trend Monster, basi nimchukue na mimi nifanye naye kazi. Huyo jamaa hizo itikadi anaga. Yaani hajawahi, lakini angalia watu ambao tunaona kila siku wasanii wana trend every day. Wengi wanadandia collab na watu. Ili mradi tu awepo kwenye nini? Kwenye mstari man. Sasa wewe tudandia mpaka lini afu utafanya vitu vyako lini? Kwa sababu unahitaji kuwa na watu wako ambao tayari wanakutazama every day, anytime, popote utakapokuwepo. Whatever happens to you, they will be ready to listen to you. Lakini hakuna hiyo kitu. We just waiting for the trending. Just waiting for who is going to trend and me going to make a song with him or with her. Buda haiko hivyo man. Sasa Disaster Vina sio msanii wa hivyo. Na mimi nakupa hii. Unaona? Kwa sababu mtaani kuna watu wanahitaji kuona watu wakiwakilisha mitaa yao. Disaster anajiita, yani Disaster ni ambassador wa mtaa. Yani Disaster ni ambassador wanangu na watu wake na kijiji chake man. Watu atatoa ngoma hata kama asipo promote man. Unasoma?
wana wataingia tu disaster hajaachia ngoma mpya mwanangu, watainasa afu nini, watakaa pamoja masela wanashangaa mikata washikaji hata 6 wangapi wanasikiza ngoma disaster kwa ukimya. Muona hiyo kitu Rasta ametengeneza kitu ambacho hajali kwamba sasa hivi wasanii wanalialia njaa wafanye show, hakuna hamna hiyo. Lakini wewe msanii usipewe collab na Diamond, matusi mengi. Usipewe collab na nani, matusi mengi. Unaona? Sawa, unahitaji kufika level fulani, lakini tengeneza sanaa yako kwanza. Unaona? Usifanye kitu mwanangu trending zikaanza trending zikufanya wewe ufanye muziki. That's bullshit. Utapotea kwenye game maji. Kwa sababu watu watakuwa wanajua tu bwana sasa hivi wewe unalazaia hapa au sio? Una kitu hichi hapa. Umemaliza hapo, unasubiri nini kingine cha kufanya? Hakuna. Nasubiri trending tu. Haya, Steve Mweusi yuko si nani ametoa nyimbo ametrend na wewe utaiga. Haya, amna fanya kitu kwa namna yako. Ushaelewa? Alafu nakapoa. Ongea na mimi, vibe check. Naongea na wewe, nisikize poa. Because I'm talking to you. Me talk to you. Me, I and I, you know what I'm saying? I and I. Hakunaga wewe na mimi. I and I. Kwa hivyo, nachokizungumza, I really know, I really care about you. Unanitazama, unanisikiliza popote pale, kama umechungulia simu pembeni kwa jamaa yako, hapo unasikiliza hivi so mbaya. Umeona? Najua umenisikiliza hapo. Fresh. Umechukua jambo man. Haya, najua pale mwenyewe umekaa kidogo siku kwenye kona, anza kusikia kama sauti hivi, nani anaongea sijui, ukasogea pembeni hivi ukaangalia nini, ukasikiliza tena hapo, maana kuna jambo la kuchukua hapa man. Kwa hivyo mtaani mwanangu, tuishi kama pia kama disaster vina, tusifuate trending. Mwanangu, sasa leo imetoka mwanangu Gucci umevaa, kesho imetoka Prada umevaa, kesho kuto imetoka sio nini umevaa. Je, nakuuliza swali moja, wewe ni mwanamitindo? Amna. Wewe ni nani? Aba nini? Amna. Ila unatoa wapi la zenyewe shangaa michosho tu. Be real maji, usipende kufake maisha. Na maana wasanii wengi wana fake maisha mjini. Tauni kuna wasanii kibao sana man, wengi sana mjini. Kuna wasanii ambao sio kipolepole. Na kila msanii anajikubali man. Na kila msanii anasema nitatoboa. Kwa namna gani anasubiri media imuite kwenye simu, njoo tufanye interview huko kwenye vibe check. Njoo bwana huko Clouds tufanye interview. Hivyo unavyoona ndo maisha. That's not life maji. Msanii unaenda kwenye interview ukiwa unafahamu unaenda kwenye interview kufanya nini? Mimi nakwambia kwa disaster vile kwa na disaster ukiangalia interview zake ni ngapi unaweza kuzihesabu tu. Sio kama hapendi, hapana, sometimes ni michosho. Media is about fooling everybody. So don't be fooled with media, social media, don't be fooled with nini kila kitu kinachokuja hicho. Ukifahamu ukifanye. That's not the vibing. It's about vibe check, ongea na mimi. So design kama hivyo unajua. Tuishi kama disaster mwanangu. Chukua tu misingi. Wewe hata kama unapenda bongo flavor, chukua misingi tu. Unajua hata ukipenda ukiona kwenye imani ya kirasta hii, umeona? Marasta wengine ambao wako deep zaidi huwa wanatembea na mifagio. Yaani ikifika sehemu kama ni pachafu anafagia anakaa. Ni imani tu how deep yeye ameenda. Tumemaliza hapo. Kwa hiyo be real. Haya, sikia nikwambie kitu kimoja sasa. Kwenye maisha bwana, nataka leo uishi na rangi moja. Nitazungumzia rangi moja leo. Unaona? Rangi ziko nyingi, lakini rangi zangu ninazozungumzia nazungumzia rangi hizi tu. 3. Hizi ngapi? 3. Sawa. Haya. Rangi zetu 3 ndio hizo unazoziona hapo juu hapo kwenye hiyo nini? Logo yetu hapo juu nding, na kijani, nyekundu hapo. Ndio golden yellow na nini? Na red Lakini leo tutazungumzia kijani. The green color. Why the green color? Why the green color? Why rangi ya kijani? Why rangi ya kijani? Why this green? Kwenye episode ya mwanzo nilisema kwamba kijani inazungumzia ukuaji. Unaona? Binadamu bwana inabidi apate vibe la kukua. Vibe check is about kukua maji. So hivyo unavyonisikiza hapo hakikisha umechukua kitu ambacho kitakukuza. For sure maji.
Yeah. Kwa hivyo kijani inazungumzia ukuaji, lakini pia kijani bwana, nikupe siri rangi ya kijani na kwenye maisha inabidi iwe hivyo. Kuna kipindi ambacho bro unaweza kujisi au sister au auntie au nani unajisi kama uko chini sana, unajua zile. Yaani sio kupigika tu. Yaani kuna vitu viko vingi vinakusumbua. A lot. Unawaza ufanye nini? Unaomba ushauri, si unafanya nini, lakini amna, bado tu. Sasa kijani ni rangi ambayo ina siri kubwa sana. Tunaona mmea unavyokuwa. Unakuwa ukiwa gizani, mbegu ikiwa gizani kabisa, chini hamna chochote, alone. Lakini ikiwa kule chini inachipua. Na huko kwa chini ni siri, ina siri nyingi kule chini kwa. Haya, je, ilitupwa, ilichimbiwa ikafukiwa, na inaotea sehemu gani? Kwenye miba, nje ya panda, wapi? Kijani ni ukuaji, kumbuka. Kwa hivyo kijani hii sasa ikianza kumea, ikiwa kutoka chini kwenye giza, inapitia vitu vingi. Na wewe mwenyewe ukitaka kumea hakika kwenye maisha, utahitaji kuwa na ukuaji wa kimya. Narudia, ukuaji wa kimya. Kwenye namna gani? Ukuaji wa kimya kwenye maisha tu. Wapo namna nyingi. Kwenye biashara, maisha ya kawaida, au maendeleo pia mengine ya kawaida. Unapokuwa kimya, kuna mambo utakayokwaya na kuna mambo pia yatakupita, hayana sio kuwa na msingi. Kwa sababu utakuwa wewe tu. Na utakapochipua hakika utakuwa mpya. Wewe ni kijani na unahitaji rangi ya kijani kama kumbukizi, kukukumbusha ukuaji wako rasta. Kijani inamea, ikishamea inaanza kutoa shina, si ndio, na majani yake. Na haujamaliza bado ukuaji huo mti au huo mmea au hiyo kijani, haijamaliza ukuaji. Kama ni mti basi utafika level ambayo utatoa kivuli. Na kama ni mti pia wenye matunda utatoa matunda. Lakini pia huko kwenye kutoa matunda ni mchakato man. Mvumilivu, shida nyingi. Umeona? Rangi ya kijani ina maana kubwa sana kwenye maisha yetu. It's about ukuaji, kukua, kujitambua. Sasa hivi niko wapi? Je, mimi ni mzizi? Mimi sasa hivi ni matunda? Mimi ni nini? Kwenye kijani sasa hivi? It's about vibe check. So usipoe sana na kuachia ili hapo ukuishi nalo. Kwa hivyo ushauri wangu sasa kwenye hii hapa, tusipende kufanya vitu pia mbele za watu sometimes. Kwa sababu vitu vinatengenezeka. Umeona? Vinatengenezeka. Ndio hivyo sasa ukuaji kinakuwa jambo linakuwa hilo. Umeshasoma rasta. Umeshasoma. Jambo linakuwa, linakuwa, linazalisha kitu fulani na kitu fulani. Na wewe mzao wake sasa utazaa tunda gani? It's about vibe check. Tuna vibe kama hivi sasa. Uko na mimi Builder. Sipendi sana kusema jina langu so kwamba tukaanza sasa mbona kama sifahamu. No. You know me for the first time, you know me for the last session. Call me Builder. It's about vibe check. Dondoka popote pale, wewe nenda Instagram pale andika vibe check TZ. Vibe check _TZ. Babu kule tutaachia vitu vyetu vingi. Tu comment pale chini. Toa mada bwana bro, wewe mimi nataka kwenye pale same pale session ambapo unazungumzia masuala ya mtaani sijui pale na nini. Naomba uzungumzie kitu fulani, mimi kitu kiko mtaani kwetu hivi na hivi. Mimi naishi nacho. Umeona? Haya hapo juu tena tunaangalia hapo kwenye maisha na sanaa nini. Una muziki nyimbo gani unaipenda au hata kama ni rafiki yako. Wewe nitumie mimi Instagram, nitumie wapi kwenye WhatsApp yangu, safi. Umeona? Nitaipata hiyo audio, utanipa bwana jina la fulani, bwana wewe jamani fulani. Lakini wimbo pia napenda sana wewe wimbo ambao una mafundisho makubwa na madip zaidi. Na kuna nyimbo nitakuja nayo hapa, nitaanza nayo inaitwa I Hate My Birthday.
ni kutoka kwa mwanangu mmoja anaitwa Friday Paul. Kwa hivyo siku moja nitaidadafua huko ndani kwenye maisha na sanaa. Nitaenda nayo, nitaishi nayo. Inaitwa I hate my birthday. Yaani jamaa anachukia siku yake ya kuzaliwa. Sasa usiulize kwa namna gani. Bwana sina time nyingi. Na sisi nikaanza kuwachosha bwana, vibe likaanza kuwa sasa kuna naongea sana au na yani. Hapana. Mimi nichukue nafasi hii tu kusema asante sana kwa kunisikiliza na kuchukua time fupi. Nijini kama dakika 20 hivi kuendelea, umeona? Kwa hivyo umechukua muda mzuri na mwafaka kabisa. Mimi najua haujakosa kitu. Nimezungumza kuhusu vita inayoendelea kule. Nimezungumza pia pale kati kuhusiana na namna ya kukua. Nimezungumza pia kuhusiana na mambo ya disaster na kufanya muziki wake au pia mwenendo wa maisha mengine na ukachukua mambo fulani ukaishi nayo. Umeona? Yaani ni kama tu mtu ambaye unajiona kama mimi si ni mchungaji bwana, lakini unaiba baadhi ya misingi kutoka kwa marasta, ndio unaziweka pembeni. Unaiba msingi fulani pale unaweka hapo, unaiba msingi fulani hapo unaweka hapo, afu unafanya jambo. Umeona? Unakuwa na misimamo yako wewe kama wewe. Okay, kwa hivyo mimi tu nimalize kusema kwamba asante kwa kuwa nami kwenye episode hii hapa ya pili ya Vibe Check. Nimezungumza machache lakini ni mengi. Na usiache basi kuingia kwenye account zangu za mitandaoni sasa huko na Instagram Vibe Check, TikTok Vibe Check, pale unadondosha comment yako pale chini, pia dondosha hata mada. Umeona? Dondosha mada pale chini, mimi nitaishi nayo. Afu taishi poa sana. Till next time, call me Baida. Amani Rasta.